Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu kwa kuwa na kutumaini. Tukaona baadhi ya vipengele vya Mungu kwenye mstari. Utamlinda ni wajibu wa Mungu. Ambaye moyo wake umekutegemea, moyo wako kumtegemea Mungu ni wajibu ambao nao. Alafu katika amani kamilifu ni matokeo. Moyo kumtegemea Mungu ni wajibu wako. Amani kamilifu ni matokeo ya mwisho ya huu mstari. Alafu kwa kuwa anakutumaini, kutumaini ni wajibu wako kwako. Jana tukaanza kufafanua hayo maneno, ambaye moyo wake umekutegemea. So ni mambo ya muhimu sana ambayo nayafundisha. Tukaelezea. Na jana nilikuwa nimeweka msisitizo kutoka kwa tafsiri ya Kiingereza. Whose mind is stayed on thee. Kwenye maneno ya Kiingereza. Sasa Biblia ya Kiingereza inatumia neno mind. Biblia ya Kiswahili inatumia neno moyo. Anasema you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee or on you. Ikitumia neno mind maana yake inatupeleka moja kwa moja kwenye tafsiri ya mfumo wa kufikiri, ambaye mfumo wake wa kufikiri umetulia ndani yako. Kwa maana yake mtu yote ambaye mfumo wake wa kufikiri umetawanyika hawezi kuona msaada wa Mungu. Mtu yote ambaye mfumo wake wa kufikiri umetawanyika, yani kama mfumo wake wa kufikiri umetawanyika, ni ngumu sana kuona msaada wa Mungu. Msaada wa Mungu uko kwa mtu ambaye mfumo wake wa kufikiri umejikusanya ndani ya Mungu, uko pale ndani. Ukishaanza kuacha mawazo yako na mifumo yako ya kufikiri ikaanza kutawanyika, unawaza kila kitu na una image kila kitu, unatengeneza picha kila kitu chochote, yani hata kama ni cha uovu. You become unstable, unakuwa una nguvu rohoni. Kwa sababu inasema hivi, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Manake wewe ni tafsiri ya kile unachokifikiri mara kwa mara ndani yako. Kwa mfano, nikiuliza swali kutoka kwenye mstari huu ya kwamba Majaliwa ni nani? Manake kwa tafsiri ya mstari huu wa Mithali sura ya 23 mstari wa 7, Majaliwa ni jumla ya fikra zilizoko ndani ya moyo wake. Wewe ni jumla ya fikra zilizoko ndani ya moyo wako. Andika hiyo point. Mimi ni jumla ya fikra zilizoko ndani ya moyo wangu. Whose mind stayed on thee. Yasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kiingereza nasema afikirivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na hiyo ndio tafsiri sahihi. As he thinketh in his heart, so is he. So you are the result of what you are thinking in your heart. Wewe ni matokeo ya kile ambacho unakifikiri kwenye moyo wako. Jambo la ajabu sana. Kwa sababu unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Yaani kile ambacho unakifikiri ndio jumla ya tafsiri yako. Ukiyajua hayo, utalinda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Utalinda utu wako wa ndani kuliko vyote ulindavyo. Yaani utakuwa mlinzi mzuri wa utu wako wa ndani. You will be a watcher, mlinzi, mtazamaji, mkaguzi mzuri wa yale ambayo yanakuja kwenye moyo wako. Ni muhimu sana. Whose mind stayed on thee? Fikra za moyo wako, je, ziko ndani ya Mungu? Ndio swali ambalo unapaswa kujiuliza. Iko ambacho unakifikiri kiko ndani ya Mungu? Na kama kiko ndani ya Mungu, unapaswa kutubu. Na maana unapaswa kuwa na toba kila wakati. Yaani huo moyo wa toba kila wakati. Bila nasema hivi, jaribuni mambo yote alafu lishikeni lilo jema. Manake unapaswa kuwa unajaribu kila kitu ambacho kinapita kwenye moyo wako. Alafu unashika ambalo ni jema. Ambalo sio jema unapaswa kulisukumia mbali. Vivyo hivyo hata kwa ndoto za usiku. Unaviota usiku, kuna vitu vingi huwa vinapita. Kuna vitu vyema huwa vinapita pia. Unaambiwa hivi, jaribu mambo yote. Alafu shika lilo jema. Kwa sababu lilo jema ni inspiration ya operation. Inspiration ni kitu ambacho kinakuchochea kwenda kwenye kesho yako ya baraka na ya utukufu.
Mimi nawaombea tu mara kwa mara, nawaombeaga Mungu akusaidie kunielewa, kwa sababu kuelewa ni jambo la muhimu sana. Imani hautaweza kuijenga kama uelewa wako ni mdogo. Kwa hiyo utamlinda yeye ambaye mfumo wake wa kufikiri umetulia ndani yako. Na jana nikaelezea vitu vitatu. Nikasema hilo neno mind. Hilo neno na mind, Kiswahili imetumia moyo. Mind kwenye tafsiri ya Kiebrania, niliwaambia kwamba nimekuwa nikiwaambia mara kwa mara ili uelewe ya kwamba Biblia kuna maana ya mambo ambayo tunasema kwamba kwenye Agano Jipya litafsiriwa Kiebrania, kwenye Agano la Kale litafsiriwa Kiebrania, kwenye Agano Jipya imetafsiriwa Kigiriki. Kwa hiyo ukitaka maana ile ya asili ya maneno unaweza kuipatia kwenye zile original translations, zile lugha za kwanza ambazo zilitafsiri ya maneno. Kwa mfano hilo neno mind tuliona kwenye tafsiri ya Kiebrania ni Yetsa, lenye maana ya Kiingereza 3. Maana ya kwanza tukasema conception, maana ya pili tukasema frame, maana ya tatu tukasema imagination. Kwa hiyo tunaposema yeye ambaye mfumo wake wa kufikiri umetulia ndani yako, tulipata maneno matatu. Conception ni sawa na mtu ambaye amepokea ujauzito. Na jambo zuri ni hili hapa, ya kwamba mwanamke anapokutana na mwanaume siku ya kwanza, alafu yai lake likarutubishwa, la ile mwanamke likarutubishwa, unakuwa uone tumbo limekua, unakuwa uone dalili za ujauzito, lakini inasoma positive. Lakini zile ishara za nje na matokeo yanakuwa yaonekana, anakuwa hajazaa mtoto hapo hapo. Vivyo hivyo pia nyie kama watu wa Mungu unapaswa kujua concept ya imani. Concept ya imani iko hivi: ile siku umesikia ujumbe ukakielewa kitu, ndio sawa na yai limekutana na mbegu, imerutubishwa pale pale. Ndio tunatumia neno conception. Maana yake inapaswa kufika point ambayo unachowaza kiwe ni matokeo ya fikra zako kukutana na neno la Mungu, afu kazaliwa kitu. Yani kufikiri kwako kukatokea kwenye neno la Mungu. Hapo tuna uhakika ya kwamba umeconceive, umerutubishwa, na ndani ya muda mfupi unaokuja mbele tutaanza kuona tumbo la kua. Tutaona matokeo tu kwenye maisha yako. Kama huo ufunuo ulikuja ndani yako na umeleta matokeo, kama hii mbegu ambayo ilienda kurutubisha yai lakini hatuoni chochote mwezi wa kwanza, vivyo hivyo mshirika yote ambaye amekaa kanisani vizuri, anasikia neno vizuri, na kuambia hawezi kufeli kwenye mambo, ndani ya muda fulani wewe kuwa kanisani, utaanza kuona tumbo lake limeanza kukua. Kwa sababu hilo ndio tumbo la wakati ambalo tupeleka kwenye appointed time. Mungu akinipa neema nitafundisha swala la muda na majira ya Jumapili, kwa sababu hii hapa ni Chronos. Chronos ni muda tu wa kidunia. Tafadhali washirika wangu, usianze kumfanyia Mungu majaribio kwa muda wa kidunia. Mnakosea, kwa sababu kwa Mungu siku moja ni sawa na siku 1000. Kwa hiyo ukisema wewe nimemuomba Mungu kwa muda mrefu, umekosea sana. Huo muda mrefu unaosema wewe ni Chronos, ni muda wa kidunia. Kwa sababu muda wa kidunia ni amount of time. Kwa mfano saa 1, saa 2, saa 3 tumepata masaa 12. Tunavyoendelea masaa 24, masaa 36. Hiyo amount ya muda sasa ndio tunasema Chronos. Lakini huo sio muda ambao Mungu anafunua kitu. Muda ambao Mungu anafunua kitu unaitwa Kairos. Kairos ndio tunasema appointed time, kwa majira yake. Yani maana yake Mungu anafanya jambo sio kwa muda wa kidunia, anafanya jambo kwa majira. Akamjilia Sara kama alivyosema. Ile akamjilia Sara, ile alivyomjilia Sara. Sasa Sara akaona ujauzito. Hiyo ndo Kairos. Lakini angalia, niwaulize swali, Sara alipataje ujauzito? Si ile siku malaika amesema majira kama haya mwakani, ndo akapata ujauzito pale pale. Kwa sababu tunapiga mahesabu miezi 9. Kwa sababu malaika alitabiri siku hiyo. Alipotabiri siku hiyo, manake aliconceive siku hiyo hiyo. Kuna namna mbili nasemaga hapo, sio kama mnazielewa. Kuna namna mbili za mwanamke conceive. Mwanamke anaweza conceive kwa mbegu ya mwanaume kikawaida, kibiolojia,
na mwanamke anaweza conceive pia kwa mbegu ya neno. Neno la Mungu ndio liliumba kila kitu. Kwa hiyo mtu akienda hospitalini akaambiwa hivi una low sperm, neno la Mungu ndio liliumba sperm. Kwa hiyo kuna udanganyifu wa dutu umefika pale ukafanya ziwe low sperm, lakini maana yake neno la Mungu ndio chanzo cha sperms. Kwa maana yake mtu anaweza conceive kwa kulipokea neno akapata ujauzito. Vivyo hivyo kwenye hata kwetu sisi pia kwenye masuala ya huduma, kwenye biashara, unaanza kulipokea jambo ndani kwanza. Sisi hatuoni, baadaye unaanza kukua. Ni muhimu sana haya mambo sana sana sana. Ndio tukatumia lugha ya conception. Tukasema hivi, moyo unaomtegemea Mungu ni moyo unaotengeneza mawazo au fikra kutokea kwenye lile ambalo Mungu amelisema. Maana huyo mtu ameconceive. Unapotengeneza mawazo au fikra kutokea kwenye kile ambacho Mungu amekisema, yani maana yake toka malaika amesema Sara majira kama ya mwakani utapata mtoto, kutokea siku ile Sara akaanza kuwaza hilo neno. Analiwaza kila wakati. Alisema malaika, alisema. Kwa maana yake unapoanza kuendeshwa na fikra za neno la Mungu, basi najua kuna kitu kimetokea ndani yako tayari. Ile kitu ya kuja kanisani hapo unanisikiliza, unasinzia, unaangalia, unasikiliza, unasinzia, unaangalia. Huko kwenye ibada ya kwanza ya pili mwaka umeisha, lugha zile, malalamiko yale, matatizo yale. Maana kuna kitu ukipokeagi, I tell you. Mimi nakwambia kuna kitu ukipokeagi. Tukasema no conception. Tukasema frame is to bring out, to produce. Tutumia maneno. Frame. Na yani hapo tunatokea kwenye mind kule ambaye moyo wake umekutegemea. So tukasema hivi, moyo unaomtegemea Mungu ni moyo unaotengeneza. Tulisema hivyo, au kuzalisha au kutoa nje kile kinachofaa kwa ajili ya mwisho uliotarajiwa. Jaribu kufikiria. Moyo unaotengeneza, moyo unaozalisha. Yani maana yake moyo wako ulikusudiwa kuwa hivi, unatengeneza, unazalisha au unatoa nje kile kinachofaa kwa ajili ya kesho yako uliyotarajia. Maana kesho yako uliyotarajia inataka moyo wako utengeneze, uzalishe, utoe kitu fulani. Mtu mwema katika hazina njema utoa vilivyo vyema. Maana yake kama moyo wako una hazina, utatoa. Zaburi sura ya 45 mstari wa 1. Ulimwengu ndo ulimwengu wa vitu vikuu. Ndo ulianzia hapa. Ukiona akina Elon Musk, hawa akina Mark Zuckerberg, hawa watu wanafanya vitu vya ajabu, akina Alibaba, Jack Ma, watu hawa ujue haya mambo ndo yameanzia, yani matokeo yao yameanzia hapa. Nilikuwa napata story ya Nikola Tesla ambaye ni mvumbuzi wa alternating current, umeme huu wa TANESCO unaitwa alternating current. Umeme ambao ulikuwa unawezekana kusafirisha kwa umbali mrefu, kwa sababu direct current DC hii kama hii nani hizi battery za gari ni direct current, kama hizi nani hizi solar, huo ni umeme ambao unapotea sana njiani. Lakini alternating current inatembea hivi, kwa hiyo haipotei, ila direct current inapotea sana. Kwa hiyo ukisafirisha kwa umbali mrefu panakuwa na poteza charge sana, kwa hiyo unapungua. Sasa yeye alikuwa ni ni mtoto ambaye alikuwa ni wa jamii za wachungaji, yani wazazi wake walikuwa ni wachungaji. Nikola Tesla, mamake alimwambia hivi, mwanangu, baba yako ni mchungaji, ila naomba soma na ukae utulie, ufanye jambo ambalo litakuwa wokovu kwa dunia kupitia sayansi. Mamake alikuwa ni genius, alikuwa ni mtu mwenye kipaji maalum. Alivomwambia mwanae kile kitu, kilienda kikaingia kwenye moyo wake, kikaanza kumdrive mtoto akaanza. Wakati Thomas Edison amevumbua direct current, ikawa ina mistake nyingi, ikawa uwezo kuisafirisha. Thomas Edison yeye ndo akakaa, akatulia, akatuletea alternating current. Kwa mtoto mchungaji ndo akaleta
mapinduzi makubwa sana kwenye ulimwengu wa sayansi. Na ndio baba wa umeme. Baba wa umeme ni Thomas Edison na Nikola Tesla. Japo baadaye Thomas Edison alimwomba waunganike. Alipokataa Thomas Edison, kwa sababu alikuwa ni tajiri na ana fedha nyingi, Nikola Tesla alikuwa ana fedha. Kwa hiyo Thomas Edison akachukua idea yake akaiba. Huyu kwa sababu ana hela. Unaambua Nikola Tesla alikufa chumbani na njaa, maskini. Kwa sababu huyu jamaa alichukua, ni kama alitumia nguvu kuchukua idea yake. Tuacha haya mambo mengine. Point yangu ya msingi kwa huyu kijana alivyoambiwa na mamake kile kitu kikamuingia. Tunacheka uvumbuzi huu. Unaambiwa amekufa hajapata mtoto wala hajaoa. Nenda kaangalia watu wote waliofanya vitu vikubwa. Mwangalie baba wa sayansi Isaac Newton. Amekufa kwa kifo cha aibu kuliko kwa njaa. Kwa sababu vyakula vingi vilivyokuwa vinapelekwa nyumbani kwake, chumbani kwake, vilikuwa vinaozea kabatini. Mtu alifikiria, alizielekeza fikra zake kwenye sayansi mpaka akaleta uvumbuzi wote wa tunauona. Yaani ukiona ndege inaruka, ujue ni Isaac Newton. Ukiona gari inakimbia, ujue pana Isaac Newton mle ndani. Everything about science. Dunia hii inakimbia sana. Lazima turudi kwa eneo la Mungu, alafu turuhusu roho zetu zijichannel kwa eneo la Mungu. Tufanye aina fulani ya vitu. Nilishawaambia jana ya kwamba kanisa ndio liko nyuma kuliko vitu vyote. Dunia inakimbia mbio. It's like we don't cope. Yaani hatukope. Hatusemi tu wa dunia, lakini hatukope na speed iliyoko duniani. Yeah. Dunia inakimbia sana. Vitu vinafanyika big. I tell you. Mbio zake ni kali. Kesho umekaa na washirika, kila siku mnatiana moyo, kidogo maroboti wanaingia. Kwa maana yake washirika wako wote wanakosa kazi. So, nataka ujue ya kwamba ndani yako, huo moyo wako, ukianza kutengeneza uwezekano ndani, ukaanza kuzalisha, ukaanza kutengeneza, ukaanza kutoa vitu vinavyofaa kukusaidia kufikia kesho yako ya utukufu na ya baraka, na kuambia hakuna kitu kitashindikana kwenye maisha yako. Naomba kitabu cha Mwanzo sura 11. Hakuna kitu kitashindikana kwenye maisha yako. Naomba nikupe uhakika. Hakuna jambo litashindikana kwenye maisha yako. Wewe shahidi yangu tu na mimi ni shahidi wako. Hakuna jambo litashindikana. I tell you. Mstari wa 6. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja, lugha yao ni moja, na haya ndio walioanza kuyafanya. Angalia hapa. Na inasema hivi, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Sikiliza, hawa watu imagine, walipata picha ndani. Walipata wazo. Biblia inasema kuna mahali fulani unaweza kudisplay hapo, so wakatumia bisema lami badala ya mawe ya kuchoma. Yaani kuna vitu, kuna mawazo walikuwa nayo. Nataka kupata hiyo point. Kuna mawazo walikuwa nayo. Kama unaweza kupata msali, wakaambia na haya na tufanye matofali tukayachome. Imagine swala la matofali kuchomwa lilivumbuliwa kwenye millennium ya kwanza. Nazungumzia sura za mwanzoni 11 za Biblia. Yaani tuko kwenye mwanzo wa mwanzo. Ndio alivumbua matofali ya kuchoma. Idea ambayo mnaifanya mpaka leo kama. Imagine kilitokea. Walisoma wapi? Alafu huyu kiongozi Nimrod, ukiangalia asili yake, ndani yake palikuwa kuna kitu cha uasi. Kalishaanza mle ndani. Ndio maana alianza kwenda kinyume na wazo la Mungu la kuijaza dunia. Wakataka wafanye mnara mmoja wa kufika mpaka mbinguni. That was not the idea of God. Lakini angalia, pamoja na ile hali, mwanadamu tayari alikuwa kwenye hali ya anguko hapa. Lakini angalia, anapata mpaka wazo la kufyetua matofali afu tuyachome.
Kwa kifupi ni kwamba kwenye eneo la matofali tunatembelea natembelea neema ya wakati wa kina Nimrod mpaka leo. Imagine. Hapa anasema hivi, walikuwa na matofali badala ya mawe. Alafu lami badala ya chokaa. Lami, chokaa. Imagine, swala chokaa ni la miaka na miaka. Unaweza kuelewa, yani ukipiga nyumba yako chokaa, malaika wanasikitika sana. Kwa sababu kuna aina nyingi za rangi zimeshakuja sasa hivi. Ukipiga chokaa, malaika wanakuona kwenye milenia ya kwanza. Tuko kwenye milenia ya 7 sasa hivi. Lami badala ya chokaa. Imagine. Nachosema hapo ni kitu gani? Angalia hilo wazo. Sema mambo yote yanawezekana. Sema kwa sauti. Watu waliyatengeneza mambo ndani yao. Yaani bwana, naambiaga utu wako ndani ni elastic. Yaani utu wako ndani ni kama mpira. Ukiamua kuvuta hapa mpaka Phantom unavutika. Ukivuta hapa mpaka Canada unavutika. Utu wako ndani ndani elastic. Unaweza kuvutika sana ukiutumia vizuri. Ukifikiri vya kutosha, mimi nakwambia kila uwezekano ndani ya Mungu utajifunua. I tell you. Endelea mstari wa 4 tuone kitu hapo. Mstari wa 4. Wakasema haya, na tujijengee mji na mnara. Check. Alafu na kilele chake kifike mbinguni. Hata waogopi. Hivi tunazungumzia watu wanataka kujenga jengo moja litoke kwenye ardhi liende hapa kwenye anga, atmosphere. Litoke kwenye atmosphere liende kwenye kuna stratosphere, kuna mesosphere. Yaani jaribu kufikiria, yaani litoke kwenye anga ile ambayo tunaita atmosphere, kuna zingine zinaendelea kule mbele, stratosphere, troposphere, mesosphere. Imagine. Waliwaza hivyo, yani watoboe kote kule, wanaendelea tu. Alafu tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Alafu mstari unaofuata, endelea mstari 5. Bwana akashuka ili aone mji na mnara uliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akashuka, kaangalia hiyo idea, hilo wazo. Alafu angalia kinachoendelea mstari wa 6. Lazima tukasirike kama kanisa. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Hii ndio recommendation ya Mungu. Yaani ndio majibu ya Mungu kwa habari hilo jambo. Na haya ndio walioanza kuyafanya. Wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Namna pekee ya kuwazuia ni sisi kuingilia kati. Yaani uungu uliingilia kati kuharibu hii kazi. Maanake uungu wa Mungu usingeingilia hii kazi, wakafika wa jamaa, hawatazuiliwa. Kwa hiyo maanake ukitengeneza aina fulani ya wazo ndani yako, ukizaa aina fulani ya idea ndani yako kutoka kwenye neno la Mungu, hilo wazo ambalo umelipata kwa Roho Mtakatifu, mimi nakwambia kama limesha ugeuza moyo wako, hiyo ndio statement ya Mungu kwamba hautazuiliwa. Pana uwezekano mkubwa sana kwenye maisha haya wa kufanya vitu vikubwa. Sema ninaweza. Sema basi kwa ujasiri. Sema kwa ujasiri. Sema kwa ujasiri. Unaweza kutengeneza, kuzalisha, kutoa nje kinachofaa. Ndio unapaswa kujifunza kukaa wakati mwingine na kutulia. Usiongee sana. Basi hivi, wapenzi, muwe wepesi wa kusikia, lakini msiwe wepesi wa kusema na kukasirika. Kuna wakati mwingine jifunze kutulia. Jifunze kutulia. Usiongee sana. Usipoteze nguvu. Kwa wale ambao umewahi kufanya utafiti, utagundua kwamba ukiongea sana mpaka wewe unachoka. Maana unavyoongea unatoa nguvu zako. Jifunze kutulia wakati mwingine, afutengeneza wazo ndani. Afu Roho Mtakatifu ataanza kuambia kwamba ukifanya hivi, hapo unatoka. Hapo unafanya jambo la ajabu. Hapa ulimwengu wako utajua. Ulimwengu wako utapata majibu. Tukifanya haya tubragi ili kuonyesha wanadamu wenzetu. Tukifanya haya, nataka Mungu atukuzwe kupitia maisha muamini. Tusiwe na watu fulani wanyonge wa kawaida. Na Yesu ni Bwana. Tukasema neno la 3 ni imagination. Imagination manake the power of making image in the spirit.
ni ile nguvu ya kutengeneza picha. Waliona huo mnara umefika mbinguni na Mungu akasema hatazuiliwa. Kwa maana ukitengeneza picha ndani yako ya aina fulani ya matokeo ambayo unapaswa kuyapata, I tell you, hakuna kitu kitakuzuia kwenye maisha. Hakuna pepo atakuzuia. Wachawi wazuia watu wasioona. Mimi nakwambia, wachawi wazuia watu wasioona. Ukiona mtu amelogwa, ujue haoni. Ila mtu yote ambaye anaona, hakuna nguvu ya kuzimu inaweza kumzuia. Yule mwanamke aliyekuwa anatoka damu miaka 12, hali yake ilibadilikaje? Aliona muujiza wake. Alisema nitakapogusa upindo wa vazi lake nitapona. Aliona iko kitu. Kwa maana yake huwezi kupewa na Mungu kitu ambacho hujakiona. Mungu ana hiyo biashara. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho haujakiona. Yeye mwenyewe ili ayume dunia aliona kila kitu. Mungu aliposema na iwe nuru, ikawa. Akaiona nuru ya kwamba ni njema. Kwa maana yake Mungu alianza kuiona nuru, alafu ilipodhihirika mwilini akiona ni njema. Kama anasema akaiona ni njema, maana yake aliona njema kwenye ulimwengu wake wa kiroho, akaiona ni njema, na ilipodhihirika mwilini akasemaje? Naomba niwape siri, nisikilizeni kidogo. Naomba kila mtu aniangalie hapo, niwape siri. Iko hivi, kama Mungu aliona nuru njema physically katika ulimwengu wa mwili, maana yake alikompare na ile ya rohoni aliyoiona. Alafu alivyoiona mwilini ilivyokaa, akasema hii ndo ile niliona rohoni. Kwa maana yake Mungu aliona mwilini njema kama alivyoiona wapi? Rohoni. Kwa maana yake Mungu alianza kuona rohoni. Alipokufanya kwanza akamfanya mtu kwa sura yake na mfano wake. Baada ya kufanya akakuona. Alivyokumba ukatokezea. Akasema exactly ni kama nilivyoona ndani yani. Ndio mwenyewe ndivyo alivyo. Maana ni kuhakikishia kitu kimoja, unachokiona roho ndivyo kitakavyoonekana mwilini. It's a matter of time. It's a matter of chronos. No, it's a matter of kairos. Ni jambo tu la muda wa kudhihirika. Ni jambo tu la muda wa kufunuliwa. Sema amen kama una imani. Ni jambo tu katika jina la Yesu. Kabalagadeas. Hivi mna habari, mimi ningeshek, mimi ambaye ndo mchungaji hapa, ningeshek, ningetingishika ndani kwa habari ya ile eneo, tusingekuwa hapa. Tusingekuwa hapa. Ndani yangu ulikuwa napigwa sana. Yani unaona upepo, yani unakupeleka. Upepo unakupeleka. Mpaka ikafika wakati ngambia mke wangu, let's set a time, special time kuombea hili jambo na kutamka mbele za Mungu. Mungu alinipaka mzari wa miaka 2 iliyopita. Nimewapa nchi ambayo hamjaitabikia, ardhi ambayo hamjaihangaikia. Kwa kifupi, alisema hilo neno. Angalia, leo tunakaa kwenye eneo la milioni 175 ambayo hatujachangisha kanisa hata kidogo. Niliona kwanza ndani. Niliona sifanani na kule ufugajini. Nilikuwa nawaambia hapa kwamba mimi sio mchungaji wa Mwime. Sababu kila mchungaji amepewa eneo lake. Kuna watu ambao Mungu alinipa wanisikia. Sio tukienda kule Mwime tuleta disturbance rohoni. Kwa nikaanza kusema hapa mbele yenu, na niliwafundisha hiyo kanuni ya umiliki ya kujifunza kusema waziwazi. Kwa sababu niliona, nakwambia ukiona mtu asemi mambo fulani kwa namna fulani, ujue haoni. I tell you the truth. Jifunze kutengeneza picha ndani yako. Right imaginations. Ukiwa umefumba macho, what do you see? Unaona nini Yeremia? Unaona nini Yeremia? Unaona nini Janet? Unaona nini Matias? Unaona nini John? Unaona nini? Mungu akija anakuuliza unaona nini? Kwa maana yake mkiwa unatembea na Mungu lazima akufanye uone. Kama hajakufanya uone, amekuonea sana. Imagination ni uwezo wa kutengeneza picha ndani yako. Kwa hiyo turudi sasa. Utamlinda yeye ambaye moyo wake unatengeneza mawazo kutokea kwenye kile ambacho unakisema. Moyo wake unatengeneza, unazalisha, unatoa kila kinachofaa kwa ajili ya kesho yake. Moyo wake unatengeneza picha za mambo mazuri yaliyobeba matumaini mazuri ya kesho yake. Mungu anasema aje, hapa ndo mahali pa kukaa sasa hapa. Yaani mwisho nikamwambia hivi, ama madogo ambaye anachukua moyo wako haya, mimi nakwambia Mungu atakuwa yuko concerned sana. Yaani atakuwa ajali sana na mambo yako.
Hii hali utakuta mtu umepiga magoti, unacholilia tu ni upate 10,000. Unacholilia ni upate 10,000. Unacholilia tu ni upate ile ya chakula. Ukiona uko hapo, unapaswa kilio chako mbele za Mungu ni kumwambia Mungu, au nifanyie fair, nifanye nione. Ukiona unakosa ile ya chakula, usimwombe Mungu akupe ile ya chakula. Mwambie Mungu, nimeacha kuona. Sure, I tell you. Kwa sababu ukiona ni kuhakikishie chakula kinakuwa the part of yawe kuelekea kwenda kwenye hiyo kesho. Inakuwa sio destination ya kwako. Watu kule nje wanakula kwa ajili ya tumbo. Nenda kaangalie. Yeah. Kule nje tunakula kwa ajili ya tumbo. Kwa sababu hela anazozipata ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya tumbo. Kuna makusudi mengi ya Mungu ameweka ndani yako. Nataka ujue hivyo katika jina la Yesu. Amen. Nataka ujue hivyo katika jina la Yesu. Amen. Kwa Mungu anaangalia huyu mtu, mawazo anayowaza. Anawaza kwa habari ya Afrika. Anawaza kwa habari ya taifa lake. Nasema Mungu, familia yetu wote hakuna mtu aliyesoma wa maana. Familia yetu hakuna mtu ambaye ameta standards za wokovu. Yaani huyu ni mtu aliyeokoka na akafanikiwa. Mungu, na mimi niishie kwenye matokeo haya ya ubabaishaji, matokeo haya ya unyonge. Afu najisikia mtu anaongea mwenyewe peke yake, nakataa, haiwezekani kwangu. Mungu anasema kwamba yuko tayari huyu. Ile kutiana moyo tu, tunakaa tunatiana moyo, ndani kumbe umepigwa, umeisha. Ndani kumbe umemalizwa. Usiruhusu upepo uingie ndani. Maji ya nje ya meli ndio yanasaidia meli iwe meli. Naomba nirudie. Maji yaliyoko baharini ya nje ya meli ndio yanasaidia meli iwe meli. Na yanasaidia meli ndio iseme kwamba hapa ndo mahali pangu. Ila maji ambayo yanasaidia meli iwe meli, yakiingia ndani ya meli, meli inafanyaje? Nazama. Upepo ulioko angani ambao wewe ukiachiwa kule unaweza kupasuka vipande ndani ya dakika chache. Kule ndege za kimataifa zinakopitia kule kwa njia zake zile za juu kabisa, achana ile anga la kitaifa. Lakini upepo ule ndio unasaidia ndege kwenda kwa kasi. Ila upepo ule ukiingia hata kwenye ukubwa wa sindano, ndege itapasuka vipande ndani ya dakika kadhaa mbele. Kwa hiyo maana yake nzuri ni kwamba usiruhusu vitu vya nje viingie, viruhusu vya ndani viende. Beautiful. Usiruhusu vya nje viingie ndani. Ruhusu vya ndani viende nje. Viambie mawimbi, nimezaliwa kuleta majibu kwa dunia yangu. Viambie mawimbi, ninakuja na majibu ya taifa hili. Maregodasko vila. Jesus. Kuna wakati nikiwa nimekaa najisikia burden ndani. Namwambia Mungu, kwa nini umeniweka kwenye majira haya na kwenye kizazi hiki? Lazima kizazi hiki kimsikie Mungu na kimpate Mungu. Lazima kipate ABC za Mungu. Nilikuwa naongea maneno, my generation shall know my God. My generation shall prove my God. My generation shall see my God. Kizazi changu lazima kimjue Mungu, lazima kimuone, lazima kimthibitishe Mungu. Wapi? Kupitia mimi. Manake lazima ifike level kwa wale watumishi wa Mungu waanze kuwa na mzigo na kizazi. Ukisha kuwa na mzigo na kizazi, Mungu ataanza kupitia vitu na changamoto na mambo na mafunuo ya kusaidia kizazi. Kizazi hiki hakitaki kila mhubiri. Nakwambia ukweli, hakitaki kila mhubiri. Kizazi changu lazima kimjue Mungu wangu. Na naomba nikwambie taarifa njema. Habari njema ni hapa. Ndio kwanza tumeanza, ndio kwanza pamekucha. Yesu atafahamiwa na watu, nakwambia. Ndio kwanza pamekucha. Yaani ndio mwanzo wa utungu. Na maana Baba Yesu atulie kidogo. Pause kidogo. Unajua kinachotokea ni kitu gani, mchungaji? Tunaingiza moyo wa vijana kumpenda Mungu. Yaani mtu akimwangalia pastor Ibrahim anasema, natamani na mimi niwe mhubiri. Ndicho tunachokifanya pastor. Yaani mtu akiona kusikia yuko ofisini kwake,
Ni benka anasikia mimi hamna bwana, mimi sio kazi yangu. Ndicho tunachokifanya. Tunaweka ndani ya mioyo ya watu. Ako kasahau kuambia ndani yangu najisikia kuhubiri kama yeye, ndio tunataka kuhubiri kama mimi, mtu wa wahubiri wengi. Toka hapo benki. Mabenka bwana ni wengi. Na nakwambia hivi, iko hivi, kwenye kizazi hiki utaona mababa wa kiroho wa kitaifa wanakuwa vijana wadogo dogo, wana miaka 30 na kitu. Yaani ndo baba, yani ndo baba, watu wazima ndio mtumishi wa Mungu hivyo. Sio kwa sababu ya umaarufu, kwa sababu ndani Mungu ameshawathibitisha, ameshawakubali, ameshawapokea na ameshasema sikilizeni sauti yao. Na mimi nakuombea kwenye eneo lako katika jina la Yesu. Ukitoka mahali hapo unajua mchungaji ofisini unajua kabisa huyu mtu siku zote anavyonisikiliza hajawahi kunielewa hata siku moja. Mimi mazingira yako yamefanyaje? Achana na maji ya nje. Sasa unajua nyumbani kwenu unajua ni maskini, usiniambie. Kwani kuna jambo la maana hapo nataka kunieleza? Nyumbani kwenu. Yani mimi sipendi tukuja mshirika kashikilia mambo yake tu. Yani akirudi tu muangalie tu. Miezi kadhaa mbele anakuja tena. Yani nataka nikwambie, yani kuna jambo limeniangusha sana. Unaanguka aje? Kuna vitu viko very costly kama kuanguka. Yani najisikia niombe nianze tena. Utaanza mara ngapi tena wakati watu wanakimbia? Bila sema hivi, wanaopiga mbio wote, walipoambiwa start walianza kukimbia wote. Wao wanafika katikati ya safari wanasemaje? Naomba nianze vizuri. Nataka uanze kubeba mzigo ndani yako ya kwamba hauishi maisha ya hasara. Hauishi maisha ya hasara. You are not a defeat. Wewe si aliyeshindwa. Wewe ni anayeshinda na zaidi ya. Hata kama mazingira nje yanakuambia amekuhubiria sana, ni muda wa kuyahubiria na kuyaambia wait. You will see the salvation of the Lord. Na ninyi wa Misri nao ona, hamtaonekana tena kwenye macho yangu. Nitauona utukufu wa Bwana. Nitauona wema wa Bwana katika nchi walio hai. Kila neno jema ambalo Bwana amelisema kwa habari ya nyumba ya Israeli, kwa habari yangu lazima litimie. Mimi ni udhihirisho wazi wa kila kutimia kwa unabii wa maandiko. Lazima ufike point ujishawishi. Ukiona mna kuhubiria, jihubirie mwenyewe. So, hilo ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo sasa, wewe uliambiwa hivi, mtegemee Bwana tu utapita. Ukuambiwa vizuri. Ndio ninakwambia sasa vizuri. Nini maana ya kumtegemea Bwana? Ukikaa afu anza kutengeneza picha mambo makubwa ndani yako, ujione unamtegemea Mungu hivyo. Hapo unamtegemea Bwana. Hapo uko busy unamtegemea Bwana. Bwana anasemaje? Napenda kwa sababu unachokiwaza unajua familia yenu haiwezi kuitimiza. Unajua mimi tu peke yangu ndio naweza kuitimiza. That's very powerful. Hapo wakati anaimba huu wimbo, ukiangalia vizuri juu ya Biblia yako kwenye kitabu cha Isaya sura ya 26 kuanzia mstari wa 1 utagundua ni wimbo alikuwa na wimbo Isaya. Sasa nisikilize. Mambo aliyokuwa anayasema yamekuja kutimia miaka 100 mbele. Imagine Isaya anazungumza hapo, tamlinda yeye ambaye moyo wako umekutegemea. Yalikuja kutimia miaka 100 mbele. Ilikuwa 605 before Christ BC. Imekuja mpaka kwenye 507 BC. Unaelewa kwamba miaka ilikuwa inapungua. Napaswa kujua hivyo. Kuja kwenye AD, Anno Domini, Reign after Christ. So, anaimba wimbo wa kitu ambacho amekiona miaka 100 mbele. Imagine. Miaka 100 mbele kinaenda kutokea. Na katokea exactly. So, hiyo kukaa chini natengeneza picha na kuona ya kwamba no way. Mungu, kama umesema hivi na hivi kwa neno lako, basi haiwezekani nikawa na matokeo haya na yakaendelea. Unaanza kutengeneza picha ya mambo mazuri yenye wokovu ndani yako. Na yule si Mungu anasemaje? Wow. Namna unavyoona sasa hivi. Umeshatambua kwamba niko na wewe. Yaani Mungu anakuona unavyotengeneza picha ndani, anasemaje?
Nimeshaanza kutambua tuko pamoja. Nimeshaanza kutambua, unatambua kwamba niko hapa. The word of God is the mind of God. Neno la Mungu ndio akili ya Mungu na ufahamu wa Mungu. Ukitaka kujua Mungu anawaza nini, soma Biblia. So, ukitaka kujua Mungu anawaza nini kwa habari ya jambo fulani, pata neno la Mungu. Ukitaka kujua Mungu anawaza nini kwenye hilo jambo linaloendelea kwenye maisha yako, pata neno la Mungu. Ukipata neno la Mungu, umepata wazo la Mungu kwa habari ya hiyo hali. Yaani ukimuuliza Mungu mwingine, ukamuuliza, "Wewe unasemaje kwa habari ya hii hali?" Hata sema nje ya kile ambacho amekisema. Unajua Mungu sio katiba ya Tanzania ambayo ukifika mahali unaifanyia amendment. Neno lake ni la milele. Yaani aliposema settled. Na anasema forever thy word, O Lord, is settled in heaven. Neno lako lakaa milele mbinguni. Settled in heaven. Tuende kwenye kipengele cha pili. Biblia inasema hivi, kwa kuwa anakutumaini. Nitakuelezea kila kitu. Nini maana ya kutumaini? Nini maana ya kutumaini? Nini maana kutumaini? Naomba uandike hiyo maana. Nini tukisema mtu anamtumaini Mungu, unapaswa kujua nini? Kumtumaini Mungu ni kuwa na ujasiri wa mwisho na Mungu. Having total complete confidence in God. Total and complete confidence. Yaani unakuwa na ujasiri wote na ujasiri wa jumla kwa Mungu tu. Kumtumaini Mungu ni kuwa na ujasiri wote na ujasiri wa jumla kwa Mungu. Yaani hata mazingira yote akisema ya kwamba unajidanganya, wewe unasema sijawahi kujidanganya, kwa sababu Mungu ajulikane kuwa ni amini na wanadamu wote ni waongo. Mtu mmoja aliongea lugha moja nilielewa sana. Akasema inapaswa kufika level ambayo Mungu ni kweli hata na mawazo yako ni uongo. Let God be true and all your arguments liar. Na manoto yako ya usiku liars. Yaani Mungu ajulikane ni kuwa ni kweli na ndoto zako ni uongo, na mawazo yako unayojawazia mimi naona kama vile mambo hayaendi uongo. Lakini Mungu ajulikane kuwa ni kweli. Si mtu akasema uongo wala sio mwanadamu akajuta. Mungu hawezi kufika mahali akasemaje, hichi nilichokuahidi ni kikubwa sana, sio ilikuaje? Shakuwa na mambo mengi yani hapa. Ndivyo tunavyosemaga sisi wanadamu. Lakini unapaswa kuwa na ujasiri wote. Hata kama matokeo yamekwambia kwamba hatuji wala hatupo, na aliyekudanganya amekudanganya kweli kweli, uyaambia kwamba Mungu ajulikane kuwa ni amen. Let God and him alone be true. Mungu ajulikane kuwa ni kweli. Harabasato zevila handarabasa. Sema kwa sauti, Mungu ajulikane kuwa ni kweli. Sema kwa sauti, Mungu ajulikane kuwa ni kweli. Yes. Na wanadamu wote ni waongo. Kuwa na ujasiri wa jumla kwa Mungu, kutojali chochote. You are careful for nothing. Mazingira yanakuja na kupiga na you are careful for nothing. Yaani unajisikia ni kama kuna shida unaiona, ni kama ipo hapo, ni kama iko inakugusa kabisa na kupiga. You are careful for nothing. Inakwambia kwamba uone kama unaumia wewe, angalia huku. Uone kama unateseka. Careful for nothing. Haujali chochote zaidi ya kile ambacho Mungu amekisema. Ukimwona huyo mtu jua anamtumaini Mungu. Sasa mtu alifika mahali akasemaje? Mimi naona hapa. Ya, ni kweli, unajua muamini Mungu lakini tumia akili. Unajua muamini Mungu ni kweli, tunamwamini Mungu lakini ndio maana ametupa akili. Siyasema ni vibaya kutumia akili. Tafadhali lazima tuweke balance. Ila imani haina mbadala wa akili. Ni kubwa mno rohoni. Ni kweli tunamwamini Mungu lakini hakunaka tunamwamini Mungu lakini mambo yote yanawezekana kwake, labda ukuamini. Je, ndio maana Biblia inasema hivi, je, kutokuamini kwa kutabadilisha uaminifu wa Mungu? La hasha. Yaani kutokuamini kwa mtu mwingine hakuwezi kubadilisha standard ya Mungu. Ndio maana when it does not happen to you, it is happening right that moment to another person. Wakati akitokea kwako, kinatokea muda ule ule kwa mtu mwingine. Ukisema kwamba mimi nafikiri ili swala la masuala ya ndoa, sio kweli. Ujue kuna mwenzako ambaye anaishi mbinguni duniani. That very moment. Ukisema kwamba masuala ya hela na Yesu tuyatenganishe,
hayaendani. Mimi nimempenda Yesu miaka yote lakini hela sijaona, ilibidi nifanye hivi. Kuna mwenzako anampenda kwa kugaragara na hela anazo mpaka nakosa mahali pa kuzipeleka. Mungu ajulikane kuwa ni amin. Ndio maana tunasemaga hivi, ukiona jambo limetokea kwa mwenzako, tafuta kujua. Tafuta kujua kwa sababu ni ufalme mmoja. Hiyo ni signal. Mungu anamwambia Kain, ukitenda vyema utapata kibali. Imetokea kwa mwenzako na mimi nimekifanya kitokea kwa mwenzako. Kwa maana yake ukienda kumuuliza maswali utapata namna, na ukipata namna mimi nitajifunua kwako. Maana yake Mungu akawa anamwambia Kain, niko tayari kujifunua na kwako pia, lakini muulize mwenzako. Shida ya kanisa sasa ni kiburi. Anione kwamba mimi sijui, ndio ujui. Ukiona matokeo maana yake ujui. Hiyo ndio habari njema. Ujui. Alafu mimi ni mzuri sana ukubali ya kwamba sijui. Mzuri mno. Katika watu wazuri ambao nimewahi kuona, mimi ni mzuri sana kujijua sijui. Kwa sababu iko hivyo, ukiona mwenzako anakuzidi matokeo, anajua kuliko wewe. Kwenye ufalme huu anajua kuliko wewe. Kwa hiyo usianze kupambana kujitetea mbele yake. Unajua. Sasa yeye ana matokeo makubwa kuliko wewe. Ulipaswa kusema sijui. No way. Sasa changamoto ni kwamba kanisa lina changamoto sana. Mtu mwenye washirika 10 akikaa na mtu mwenye washirika 500 anamfundisha. Mwenzake anambia unajua ile huduma iende vizuri. Unapaswa kufanya hivi na hivi, wakati yeye mwenyewe washirika 20 wanamshinda. Mimi nawezaje kumkosoa mtu mwenye washirika 1000? Hivi unajua matatizo yanayomfuata yule mtu kwa siku moja? Unajua simu ngapi zinaingia kwa siku moja kwake? Washirika 5000. Hivi unajua capacity ya kwenda wale watu? Maana yake ukiona mtu jambo limetokea, anza kumfuatilia, anza kuangalia inatokeaje kwa huyu mtu, tuanza kujifunza. Utaanza kuona lugha zake za unyenyekevu. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 4. To be bold, kuwa na ujasiri wa mwisho kwa Mungu. Ando maombi yangu kwako Bwana. Fika level na ujasiri wa mwisho wa jumla kwa Mungu. Na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Such confidence. Kiingereza inasema such confidence. Kuna tafsiri inasema such confidence. Ujasiri huu sio tumaini. Tumaini utapata tafsiri ya jumla kwamba tumaini ni ujasiri. Tafuta. Anasemaje hapo? We could be more sure. Naomba tafsiri nyingine hiyo. Kabalia suvande. Such is the reliance and confidence that we have through Christ toward and with reference to God. Maanake sio tu tumaini hili tunalo mbele za Mungu katika Kristo Yesu, ni ujasiri huu tunao tena ni wa jumla kwa Mungu, ya kwamba hatufeli, ya kwamba hatushindwi, ya kwamba hatuanguki, ya kwamba haturudi nyuma, ya kwamba hatukwami mahali, ya kwamba makanisa yanakuwa, biashara zinakuwa, sema amen, uchumi unakuwa, fedha inaongezeka, ushawishi unakuwa. Ujasiri huu tunao tena ni wa jumla. Wewe nikwambie kitu, hata usipoamini mimi naamini. Mimi hapa mbele. Ujasiri tunao wa jumla. Karabasai mstari wa 5. Mstari wa 5 tuna kwenye Kiswahili. Mstari wa 5. Hala kazuva iskabila. Si kwamba tutatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu kutoka kwa Mungu. Our sufficiency is from God. Is in God. Utoshelevu wetu kutoka kwa Mungu. Weka mkono wako mmoja juu. Sema utoshelevu wangu kutoka kwa Mungu. Sema kwa sauti tena. Sema kwa ujasiri tena. Okay. Hiyo level ambayo unatafuta, sema utoshelevu wangu kutoka kwa Mungu. Sema siataki kwa akili zangu mwenyewe, kwa matakwa yangu mwenyewe. Sema utoshelevu wangu kutoka kwa Mungu. Marabasai. Kuna wakati tukakaa na mke wangu tukao tunaambiana hivi, sisi mimi na wewe, kuna kitu gani ambacho tumekiombaga na Mungu asikifanye? Kila kitu tumemwomba Mungu alikifanya. Mimi nakwambia weka moyo wako vizuri. Usipende kuwa mkapo
uko piki. Likitokea jambo mbo. Be constant with God. Uwe na mwendelezo bila kubadilika na Mungu. Tulia, kaa kiagano. Mtumaini, weka ujasiri kwa ujumla kwake. Utoshelevu juu unatokea kwake, sio kwako, sio kwenye kazi, sio kwenye mazingira yako, sio kwenye connection zako, sio kwenye njia zako za kibinadamu. Unatoka kwake. Mstari wa mwisho wa 6. Mbia chap na dakika zangu hapo, niko kwenye scope. Haya, naye ndiye aliyetutosheleza. Maana yake Mungu amekutosheleza. He is your sufficiency. Utoshelevu wako. Thank you Jesus. Thank you Father. So, number 2, rewind. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Amani kamilifu ni nini? Naelezea hapo sasa amani kamilifu, alafu nijaribu kuconclude. Andika, ni amani imara kwenye bracket isiyobadilika. Ni amani imara. Solid peace. Solid peace. Solid peace. Ni amani imara. Amani kamilifu ni amani imara. Umeelewa hilo? Ni amani isiyobadilika. Kwa anaposema utamlinda katika amani kamilifu, maana yake utamlinda katika amani imara. Amani unasema hapa, ambayo ni matokeo ya wewe kumtegemea Mungu, ni matokeo ya wewe kuwa na ujasiri wa jumla kwa Mungu. Hiyo amani inaitwa amani imara, isiyobadilika. Alafu 2 ni amani ya kweli. Yes. This peace is trustworthy. Ni amani ya kweli isiyo na uongo ndani yake. Nimesemaje namba 2 kwa sauti? Amani ya kweli haina uongo ndani yake. Alafu 3 ni amani ya milele isiyofungwa na muda. Ni amani ya milele isiyofungwa na muda. Hii amani haifungwi na muda. Hii amani haifungi na muda. Yaani kama ni mtu unamtumaini Mungu, unamtegemea Mungu sawa sana, haya nimeelezea, ninakwambia utakuwa na amani imara, utakuwa na amani ya kweli, utakuwa na amani ya milele isiyofungwa na muda. Nielezee sasa nini maana ya amani. Amani kwa tafsiri ya Kiebrania ni shalom. Shalom 2 tafadhali. Shalom 2. Andika kabisa. Amani kwa tafsiri ya Kiebrania ni shalom. Shalom 2. Sio shalom moja, ni shalom 2. Maneno mawili ya shalom. Sasa hiyo shalom ina mambo kadhaa ndani yake ambayo ni mazuri sana, ninayapenda. Hilo shalom kwa tafsiri ya Kiingereza lina maana kadhaa. Maana ya kwanza, well. Andika well, safe. Andika salama. Tukisema shalom maana yake salama, well. Jesus. Well, salama. Tukisema amani kamilifu maana yake salama. Anaposema utamlinda maana yake utamfanya salama, atakuwa salama. Love it. Salama. Zaburi sura ya 4 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Zaburi sura ya 4 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Zaburi sura ya 4 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Zaburi sura ya 4 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Wengi husema nani atakayetuonyesha mema? Bwana, utuinuliwe nuru ya uso wako. Utuinulie nuru ya uso wako. Mstari wa 7. Umenitia furaha moyoni mwangu. Maana watu ambao wanamtumaini Mungu, watu ambao wana ujasiri wa jumla kwa Mungu, ni watu ambao hutiwa furaha ndani ya mioyo yao. Isema hivi, umenitia furaha moyoni mwangu, kupita yao wanapozidishiwa nafaka na divai. Mstari wa 8. Katika amani nitajilaza. In shalom I will lay my head down. In shalom, katika amani. Hebu sema kwa zote, katika amani nitajilaza. Kama unasema kwa ujasiri tena. Sema kwa ujasiri tena. Umeshapata pattern za kulala. Katika amani, in shalom I will lay down my head. In shalom,
not in frustration, not in stress. Sio kwenye stress, sio kwenye maumivu ya moyo, sio kwenye mateso, sio kwenye kilio, katika amani utajilaza. Inshallah. Nisikilize, kama unamtumaini Mungu, you lay your head down. Inshallah. Inshallah. Kama una ujasiri wa mwisho na Mungu, kama una picha nzuri ndani yako kwa habari ya kesho yako, mimi nakwambia hata kama ni changamoto nyingi kiasi gani, utalala katika amani. Inshallah. Ukipata usingizi ni inshallah. Naomba kitu. Wakati napitia changamoto, huu ndio msali ulikuwa na ukiri mara nyingi. Sasa sikutaka kulala katika frustration. Sasa utapata nightmares, maono mabaya. Ukitaka mtu mzuri lazima ulale katika amani. Alafu msimu unamwambia Mungu hivi, nioteshe aina ndege nitakuwa hapa. Ni petara mtangazaji. Nioteshe gari nitakuwa naitumia kuna gari sijaga. Na kwa mujibu wa miaka yenu ndio tumia 32 kuna magari ambayo tujawahi kuyaona. Kwa hiyo tesho wa shangao na auto gari fulani ambao unalipo sasa hivi. Model yake haipo sasa hivi. Unaambia Mungu mimi nioteshe aina ya mtano ambayo atakuwa na ihudumia katika shalom. Katika shalom. Nitajilaza na kupata usingizi mara. Wanaolala kwa shalom hawarukaji. Anatafuta usingizi. Anatafuta usingizi. Nikaona wanangu wananisumbua na nitamka umsari. Muda wote katika amani utajilaza kupata usingizi mara. Kupata usingizi mimi sipendi kuhangaika kulala. Nilikuwa nahangaika kwa mchungaji miaka iliyopita. Baada ya kutembea na umsari kwa muda fulani na nalala hapo usingizi. Kuna raha kulala hapo. It's prophetic. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi. Kwa mnaohangaika kulala nimekupa mstari. So unaangalia juu haichi, unaangalia mvunguni haichi. Una shida mahali na lazima ukubali wa shida mahali. Hutaweza kuishi miaka mingi kwa nalala hivi. Afna niwe umeshamka. Tafadhali. Mimi mke wangu amekuwa akiniambia mara kwa mara, ukilalaga unaachia bonge la tabasamu. Mimi kilala na tabasamu, bonge la tabasamu. Why trouble? Kwani matatizo mchungaji? Katika amani. Nirahamu ni laini na mzigo wangu. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Niko kaniambia ukilala usiku unasugua meno. Kama Mungu amna. Mungu amna, yeye hayuko sawa. Lazima tuseme jambo na mzee. Ni kweli ni masuala genetic. Genetic kabisa. Ni kweli mkango leo kuniambia baadaye ni masuala genetic. Unazaliwa na hiyo kitu. Lakini haiko sawa. Imagine umelala na mtu mwenzako. Wale bakteria chakula mdomo. Nikasema no. Lakini baadaye ikaondoka. Katika amani tajilaza na kupata usingizi. Kipengele cha mwisho cheki kiufurahishe. Peke yako. Maana wewe Bwana. Hapo tunasema hivi, unamtumaini Mungu, una ujasiri wa mwisho kwa nani? Kwa Mungu. Maana wewe Bwana peke yako. Sio Bwana na serikali, sio Bwana na kampuni lako ambao unafanya kazi, sio Bwana na hiyo taasisi, sio Bwana na ABC. Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kuwa salama. Well, shalom. Nisema manake shalom, perfect peace ni kuwa salama. Manake wewe Bwana peke yako ndio unijaliaye kuwa salama. Sema kwa sababu niko salama mimi. Sema niko salama. Kwa jina la Yesu. Hakuna shaka hapa. Tuko salama. Katalamasko vila mandarabakos. Angalia kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 25. Kuogopa wanadamu huleta kitu gani? Ukitaka kuyatega maisha yako, ogopa watu. Alafu bali
Mtumainie Bwana. Si msome Biblia. Kila mwenye Biblia asome Biblia. Kila mwenye Biblia amulike hapo. Bali mwenye ujasiri wa mwisho kwa Mungu atafanyaje? Atakuwa salama. Bali mwenye ujasiri wa mwisho kwa Mungu atakuwa salama. Hiyo ndio amani kamilifu. Kwa sababu una ujasiri wa mwisho kwa Mungu, kwa sababu unamtumaini Mungu, utakuwa salama. Yaani jua na kujua mambo yako salama. Bwana, changamoto ziko, yako salama. Mwambieni wenye yake utakuwa salama. Tell my righteous it shall be well. They shall eat the deeds. They shall eat the fruit of their deeds. It shall be well. Ni salama moyoni mwangu. Mimi mengi mchungaji nje, salama. Bila sema hivi, baada ya mtumainie Bwana atakuwa salama. Ukimtumaini Bwana utakuwa salama. Hapa siwezi kuambia hivi sema niko salama, kwa sababu kuna condition. Ukifanyaje? Ukimtumaini. Ukiwa na ujasiri wa mwisho kwake utakuwa salama. Unashangaa mtu ni adui yako, lakini kumbe Mungu amemwandaa kwa rafiki yako karibu. Utakuwa salama. Haijalishi mtu ni simba, mbogo, nyati. Kuna mmoja hapa mshirika amekuja hapa mgeni na wiki mbili. Alikuwa na wadeni 3 wabaya, wanataka kumfunga. Tukawa hapa kwenye kanisa na ofisi. Nikamwambia hivi, okay, nielezee ilikuwaje wakati unachukua hela zao. Akanielezea kwa usahihi wote wa moyo. Aliponielezea nikamwambia ukawaelezee hivyo ulivyonielezea. Akasema, sababu ameblock namba zao zote ili waache kumdai. Kiwake kalishika. Nikamwambia nenda kawaelezea kama ulivyonielezea, uone wokovu wako. Utaka kufunga. Akaenda, akasikia kama nilipomwambia akafanya. Akampigia wa kwanza, akamwelewa. Akampigia wa pili, akamwelewa. Akampigia watu kwa shida, nikamwambia ni afadhali awe na shida kuliko mtu amekaa ndani ndio anafanya nini. Ni afadhali ajidhihirishe kwa anapofanya. Basi nikamwambia hivi, nenda waambie hivyo. Na kwa kufanya hivyo utaokoka nilo jambo. Na kweli akapata msaada. Listen to me very careful. Lazima uweke ujasiri wako kwa Mungu. Atakuja kunifunga, atanionaje? Kuogopa wanadamu kuleta mtego. Hivi na habari ya kwamba yule bwana mwana adui yako anasakuwa ndo ngazi ya kupandia unatoa inafuata. Sisi ndio tunaamini ya kwamba nje anaweza kuwa nyingine kukupa asante. Usema kwamba yeye ananichukia, ujue ni ngazi yako kuna next level. Kwa nini akuchukia? Si ndugu wa Yusufu alimchukia. Ukimpata mtu aliyekuchukia angalau mmoja, ujue nani. Ila nini sasa? Yaani mchungaji, hatuongei. Mimi mama nahisi ni mchawi anakuhusu nini? Ukiona mtu amekuchukia ujue ni majira yako kufanyaje? Kuinuliwa. Hapo ndo kazi na kwa kazi. Unakwenda kinyume na hisia za watu. Nisaidie kuandika ya mwisho, maana ya mwisho ya shalom ni welfare. Welfare. Ustawi andika. Ustawi. Ustawi unaogusa afya na mafanikio. Physical is prosperity. Physical substances. Welfare. Kuna warfare ambaye ni vita na welfare. Welfare ni ustawi. Asala ustawi. Ustawi wa kiuchumi. Ustawi wa ukiwa na ujasiri wa mwisho kwa Mungu, atengeneza picha za mambo sahihi ndani yako. Mimi nakwambia atakulinda katika welfare. Atakulinda katika ustawi. Yaani sio kama anakulinda tu kinyume na hatari. Anakulinda katika ustawi. Yaani hakika ustawi unakufunika kila wakati. Mchungaji imesema hivi, akulindi kinyume na mabaya. Kwa hiyo msema atakulinda katika ustawi. Yaani hakika ustawi upo, mambo mazuri yapo, mambo mabaya. Sio atakulinda katika kinyume na uchawi. Atakulinda kwenye ustawi, afya nzuri, uimara. Yaani akapasofa iskaliba. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika ustawi, katika salama, kwa sababu anamtumaini. Nani umeelewa mstari leo? Umeelewa vizuri kwa upana wake? Unalindwa kwenye ustawi kwa sababu anamtumaini Mungu.
ukiwa unamtumaini Mungu, ghafla mambo ambayo macho hayajaona yanaweza kutokea, masikio hajasikia yanaweza kutokea, ghafla unaweza kusaidiwa na Mungu, ghafla Mungu anaweza kutuma usaidizi wa hatima. Miezi michache ya kuona udhihirisho wa baraka za Mungu ni miezi mitano mbele, ni michache sana kuona udhihirisho wa baraka za Mungu. Usikate tamaa njiani.